alikwenda nje kufanya mzaha na bunduki ya maji iliyojazwa na mkojo. Mwanamume mwenye wazimu alilenga mzaha huu. Akikabiliwa na ushikaji wa Jack, hakutikasirika. Siku hiyo ilikuwa siku ya maadhimisho ya ndoa yake na mkewe. Alikuwa ana haraka kufika kwenye mgahawa. Kwa bahati mbaya, Jack pia alipanga kula hapo na wazazi wake. Mara tu Jack alipoingia kwenye mgahawa, alianza kuvuruga utaratibu. Wateja hawakuweza kumzuia, hata alimshambulia yule mwanamume mwenye wazimu kwa kutumia kombeo. Wazazi wa Jack waliruhusu tabia yake, kwa hivyo Jack alinyakua shanga za mwanamume huyo na kuzitupa kwenye sufuria moto kuchemsha. Mwanamume huyo hakuweza tena kushikilia hasira yake. Shanga hizo zilikuwa zawadi aliyokuwa anampa mkewe baadaye. Alimfunza Jack somo mbele ya wateja wote. Wakati huo, mkewe mwanamume huyo alifika. Wazazi wa Jack walidai apige simu polisi kumkamata mumewe, lakini mwanamke huyo alimwamini mumewe bila masharti. Akiwaona mtu akidhulumu wazazi wake, Jack alimsukuma mwanamke huyo. Tumbo lake lililokuwa mimba liligonga kona ya meza. Maji ya nyanya yalianza kutiririka miguuni mwake. Mwanamume huyo alikasirika sana, lakini alilazimika kumpeleka mkewe hospitalini mara moja. Muda mfupi baadaye, wazazi wa Jack waligundua uzito wa tukio hilo. Waliletea zawadi kuomba msamaha, lakini Jack alichukua fursa hiyo kujitosa kwa siri. Alijificha kwenye kona na kucheza na simu yake. Haraka, simu yake ilikwisha betri. Aliingia kwenye chumba cha hospitali cha mwanamke huyo. Alivuta plagi ya kifaa cha kupumua na kuingiza simu yake badala yake. Hali ya mwanamke huyo ikawa mbaya. Kengele ya chumba ilimvutia mwanamume huyo. Alikataza kwa hasira matendo ya Jack na kupiga simu daktari mara moja. Kwa bahati, kwa kuwa iligunduliwa kwa wakati, mwanamke huyo hakujeruhiwa vibaya. Lakini Jack na wazazi wake hawakuwa na bahati. Mwanamume huyo aliwarudisha nje ya hospitali na kukatwa haki yao ya kupata matibabu katika hospitali yoyote. Wazazi wa Jack waliendelea kuomba msamaha, lakini Jack alikimbia katikati ya barabara na kujifanya kuanguka. Msichana mmoja akiendesha baiskeli alimsaidia kwa wema kusimama, lakini wazazi wa Jack walidhani kimakosa alikuwa anamdhalilisha mwana wao. Jack hakufafanua. Badala yake alisema msichana huyo ni mtu mbaya. Wazazi wa Jack walitayarisha kupiga simu polisi. Wakati huo huo, baba yake msichana huyo alifika kwa gari lake. Wakati huu Jack alikuwa amemkosha mtu mkali sana.